sifu Bwana. Nafsi yangu sifu Bwana, 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 sifu Bwana. Sifu Bwana, sifu Bwana. Nafsi yangu sifu Bwana. Nafsi yangu sifu Bwana, sifu Bwana. Nafsi yangu sifu Bwana, sifu Bwana. Nafsi yangu sifu Bwana, sifu Bwana. Nafsi yangu yawe kusifu wewe, kuabudu wewe Mungu. Baba siri, nafsi yangu kusifu wewe, kuabudu wewe Mungu. Ibadi badi kata, ibadi bidi badi. Inua mikono yako litukuze jina lake yawe. Fungua kinywa chako mwambie unastahili. Yeah, 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 yeah. Sarabobo se pranishia kaya. Oh,
Singandamba kanda bekani kanda bakinde beke tabali do bododo. Sibarari bere kenda. Itukuze jina lake dakika 2, dakika 3, dakika 4. Weka ibada ndani ya kinywa chako, kila moja kwa utukufu wake. Sabari habari 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 habari. Wala baba baba yorubu. Arabari. Sukapata pete kepeta parita pasa. Sepete para patekere peta prate pete. Metukuka yawe shakapolo kotambrikata. Ora baba bede bede bede. La bara bade bede 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 bede. Sibre bara bade. Ora re 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 da re. Ya da re 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 re. Ya e. Metukuka yawe shabara bade bede bede. Shabara bade bede bede bede. Shabari bede kete bede bede. Shabari bede kete bede bede. Shabari bede kete bede. Shabari bede kete bede. Shakapari bede. Ora bade bede 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 bede. Ora bede bede bede. Ay 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 ay. Siamar. Samar bede bede bede. Bara bara bara. Bede 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 bede. Sabar bede 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 bede. Bara 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 bede bede bede. Ora bara bara bede 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 bede. Bede bede bede. Endelea kumtukuza Mungu, weka ibada ndani ya kinywa chako. Mtukuze yawe, mwabudu Mungu. Shaka bara bara bara. Ana bara bara bede bede bede. Bede 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 bede. Sebre bede bede bara. Sabre bede bede bede. Ramana mara bare bede bede bede. O sebre bede bede. Rina mara bara bare bede bede bede. Sibre bede bede. Simarende de bosu. Simarimara bara 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 bara. Bede 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 bede. Sabre bede bede. Oda bara bara bede bede. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeah, 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 yeah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. O sabareke chabareke sabareke cha isimarandere be sabarandere sibareke tekuru bere 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 Ziarina ba 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 se sabrebe se brebe se o shebrebe se brebe se brebe shebrebe do ay 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 oh ya 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 oh zaka 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 zina oh zaka zaka hallelujah hallelujah yeah 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 ay 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 ya 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 oh saiba saba yebe yaba sebe yaba yebe re simira vaniri ba simira na banare o rinere bere sirivanare o sirivanare sirivanare rimana mana masibira bana rimana masebere bere robo yezeke zeke seke bere Isa 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 orire 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 robo oma shakaraba 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 rebe toko 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 ribi shoko toko toko ribi shoko toko orire Toko toko poto pete 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 keto pita pata pete kete rikite pete pete to odi badi 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 ba ori bere 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 roko toko podoko shikite kembe kete ke rikite kembe kete zombondoro sikiri bite sebere bende kisikiri bite ribere sikite ribere sikite aya ya 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 ye 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 orrie ke pete 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 orrie ke pete 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 orrie ke pete pete pete
asabato kontorobono reketekelebere o reketekele ozia bazorobo ozia ramazorobo ozia ramashekelebe. Osia rebeke tamase rekete kerebesu sebete pete 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 ribite pete pete rebete pete pete ozibite pete pete orikite kerebebe robo 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 zobo robo 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 zobo robo 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 zobo rebebe rebebe shebe rebebe rebebe shebe rebebe rebebe shebe rebebe rebebe shebe rebebe shebe hallelujah, 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 hallelujah. Ay 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 namase. Ay 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 lama ya kalama ya kelebe ya kalama ya kelebe ya kelebe bene. O kalama ya kelebe bene. O sekelebe ya kelebe bene. O sekelebe ya kelebe bene kese. O ya kelebe ya kelebe kese. O ya kelebe ya kelebe kese. O sekelebe ya kelebe kese. O sabali amana sebele ya nama sebele ya nama sebele ya nama sebele. Yes, shabara bara 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 bara. Yes, shabara bara 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 bara. Shabara bara bara. Oh, shabara bara 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 bara. Shabara bara bara. Oh, shabara bara bara bara. Shabara bara bara. Oh, ribini kabara bara robo robo. Oh, rikini bini bini bara 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 bara. Oh, shabe 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 shabe. Oh, shabe 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 shabe. Oh, shabe 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 shabe. Oh, ribini bara 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 bara. Shakara bara shabe bara shabe. Sebelebese ketekelebese ribini bini sokotono mono mono rebelebelebele sekelebele rekelebele sekelebele. Ay ay ala ketakatobata ayibala kotekebete oliba katebeketebete oliba katebeketebete oliba katebeketebete oliba katabalebetebele sebeteke osabatekelebe sebelekete osabaketebele keselebete osabaketebele sekelebete osabaketebele sekelebese osebelebelebelebelebelebele oriyeleb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 e ayebe soborroto boto 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 yerebe boto boto yerebe 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 rebele 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 şebele rebele osia rebele şekelebe osia rebele şekelebe osia rebele kedibele kete orikide ama şebele kete ayana başabana tabanan terebe terebe arabana bandere bere bendere beşmele o sene bere bendere bere kanama yekela ya 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 araba be 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 te asaban taban tabele taban terebe ta o sabana terebe taban terebe taban Sibidi bara 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 bere 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 do. Sibidi bere bara bere 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 sono bono. Rebere bere rebe keburu. Şibir rabana ban rebe şekere besa. Şibir rabana rebe şekere besa batabasa. Hallelujah, 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 yeah. Hallelujah, 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 yeah. Hallelujah, 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 yeah. Oriana baba solobo, Oriana baba pandolo kose. Hallelujah, hallelujah, yeah. Yeah. Ya 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 la ya le 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 do korikara baba senere vesiri rike vesiri bando do bobo si ya la ndere bo selebe saraba selebe saraba se siraba selebe saraba selebe saraba se siraba sambara balide şaba.
Siariara baba sorobondro rebrekere bembere do. Oriara baba kandere be shiki baranda bangere bela. O marrebere be shekere be bela. Ay 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 ay. Ayera 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 era 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 umetukuka. Kuna kama wewe, stahili sifa. Umetukuka Mungu, umetukuka sana, umetukuka sana, umetukuka sana Mungu wetu, Mungu juu ya vyote, Mungu zaidi ya vyote, ni wewe pekee. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu mzuri, Mungu mwema, Mungu mwaminifu. Tunaweza tukakaa kidogo. Tunaenda ukiwa katika hiyo hali ya maombi ya ibada.
ya kimaombi. Wakati naendelea na kufundisha kwa habari ya Yesu kisima, Yesu ni kisima kisichokauka. Yesu ni kisima cha maji yaliyo hai. Alafu nikasema kisima kinasema na kunakaribishwa. Na ndipo Yesu akasema come to me, njoni kwangu. Alafu baada ya kuja kwake Yesu akasema nifuateni, mnifuate. Ndipo nikaongelea ambao nataka nipitie kidogo, alafu tuitikie jambo fulani leo. Tuitikie jambo fulani leo. Nguvu ya kukaribishwa. Nguvu ya kukaribishwa. The power of an invitation. Nguvu ya kukaribishwa. Nguvu ya kukaribishwa. Kuna jambo kwa habari ya kukaribishwa. Kukaribishwa kunamfanya mtu ajisikie mtu maalum, ajisikie aliye maalum. Sasa naomba unisikie vizuri, tega masikio yako, kwa sababu yaweza ikawa turning point yako leo. Yaweza ikawa ni geuko lako leo. Nguvu ya kukaribishwa. Kuna mtu mmoja anaitwa Bill Dayton anasema kuna jambo la tofauti sana kwa habari ya kukaribishwa. Ukaribisho unamfanya mtu ajisikie ni special, ajisikie mtu anayethaminiwa. Mtu akikaribishwa anajisikia mtu anayehitajika, alafu aliyekubalika. Aliyekubalika, mtu ambaye amekuwa accepted au amekuwa wanted, amehitajika na amekubalika, alafu inamfanya ajisikie yuko special. Yani mtu maalum. Na ukaribisho ni nyenzo yenye nguvu ya kuwafikia watu. Mtu yoyote aliyeka katika maisha ya aina yoyote akipata ukaribisho huwa wanafungua moyo. Ndio maana hata kama mtu mlikuwa mbali naye, mtu labda amuongei, lakini ukimkaribisha anafungua moyo, anapata anaitikia. Hivyo ukaribisho ni nyenzo yenye nguvu sana, ambayo hata kwenye Biblia Mungu ametumia njia ya kukaribisha. Na Mungu atuwezeshe tuanze kupata neema ya kuwaleta watu kwa njia ya kukaribisha. An invitative gospel, injili ya kukaribisha. Unaweza kumkaribisha rafiki yako for a special occasion. Unamkaribisha rafiki yako kwa jambo maalum. Unaweza kumkaribisha jirani yako. Unaweza kumkaribisha mtu ambayo ni jirani, pengine sio rafiki sana, lakini ni mtu wa mbali, lakini ukamkaribisha ili uwe naye katika vitu maalum au katika kushiriki kwa jambo fulani. Familia inaweza ikakaribisha familia. Bwana siwe. Hello. Kwa sababu ya roho ya ulimwengu,
kwa sababu ya roho ya udunia na ulimwengu na roho, niseme roho za kipepo, unakuta kwamba watu wengi sana tumekuwa wabinafsi. Unajua katika ubinafsi hakuna mafanikio. Tumekuwa wabinafsi kwa sababu namna vile Mungu ametuumba, we are relational beings, yani ni viumbe vinavyotakiwa vistawi kwa kuungana na viumbe vingine. Mtu anayeamua kuwa peke yake, in fact inaanza kuonyesha alama mojawapo ya kwamba huyu muda wowote anaweza akapotea hata kiroho. Kwa sababu mwili kama ulivyo huu, mkono ukikatwa, ukitolewa mkono wangu ukawa pale, utaitwa mkono, lakini ni mkono mfu. Baada ya muda utaanza kuoza. Kwa siku ya kwanza utakuwa vile vile, japo kuna damu inaanza kukauka. Siku zinavyoelekea utaanza kuoza. Ndivyo mwanadamu alivyo. Sisi tumeumbwa ili tulilete, ili tuunganike, ili tuwe na mahusiano, ili tuwe connected, ili tuunganike. Mwambie mwenzako ili tuunganike. Yaani ndio kustawi kwetu. Ndio maana kipindi kile cha corona, pamoja na kwamba ilikuwa kama vile ndio suluhisho ya kuwatenga watu, lakini ilileta effect kubwa. Ilileta madhara mengi. So tumeumbwa kwa namna hiyo. So kwa sababu ya binafsi, sasa hivi watu hamuna ile nguvu ya kukaribishana, invitation, nguvu ya ukaribu, ya ukaribisho haipo. Huwa watu mara nyingi kuna kukutana tu kwenye mambo ya maumivu, sio mambo ya kicheko. Asilimia kubwa ndio ilivyo. Wangapi nakupenda hivi? Sasa hivi asilimia kubwa, kama unataka ukutane na mtu ambao mlikutana naye siku nyingi, mali ambapo unaweza kukutana naye pa urahisi ni mali kwa msiba. Lakini sio kwa mambo mazuri, kama labda tu jamani tu kukutana tu, labda tu, sio lazima harusi. Na harusi na zenyewe zimekuwa adimu sasa hivi. Halo. Mabinti zetu au vijana wetu wamegoma, hawataki kuoa. Mabinti zetu nao wanaendelea kumuomba Mungu, Bwana wa majeshi, muamshe huko aliko. Vijana nao ndio wanazidi kuvuta blanketi, hawataki kuamka. Mahali ambapo angalau mnaweza mkakutana tena na ndugu mkafurahia. Lakini vilivyo vingi zaidi mali ni vitu visivyo vizuri. Hasa misiba. Harusi ni chache lakini watu wanakufa sana. Wanalala sana. Pale ndio mtakutana, hatujaonana siku nyingi jamani lakini kwenye msiba, kwa sababu ya ubinafsi. Usikie vizuri hili neno. Ndani yake ina ufunguo kuelekea kwenye nitakapokuwa naendelea na mambo ya visima. Kwa sababu yule mama kwenye kisima, Yesu alimkaribisha, nitakupa maji. Hiyo ni invitation, nitakupa maji. Nipe maji. Na nisirudie huko. Alafu vile yule mama akatoka pale akaenda Samaria, aka-invite, come and see. John muone. Mungu atupe neema hiyo kuanzia sasa. Amen. Karibisha ndugu yako. Karibisha mshirika mwenzako. Kukutana tu kanisani inaonekana ni kiroho, ni nzuri, lakini sio kiroho sana. Relate.
Najua mko kuna wengine ambao yani kama wako watatu ni watatu tu wamejengea na ukuta. Hauwezi ukauvunja. Sasa mimi mliojengea ukuta kwa sababu watu walishakuona ulishajenga ukuta, hauwezi kukaribia. Sasa wewe mwambie, wewe mgeukie jirani yako, wewe huo ukuta uvunje mwenyewe, karibisha mtu ndani ya hilo hema. So nguvu ya invitations are important in the Bible. Ukaribisho vile vile una muhimu sana kwenye Biblia. Kwa sababu Mungu na Yesu extended invitations, wamewahi karibisha na mpaka sasa wanakaribisha. Hata kama mtu yuko kwenye hali gani, bado there is a blank invitation card from heaven. Kuna kadi ya kukaribishwa kwa mtu yoyote. Tena kukaribishwa na Mungu. Tena kukaribishwa na Mungu. So Mungu na Yesu wenyewe waliwahi karibisha. Alafu vile vile na watu walikaribisha. Nielezee invitations. Naamini kwa Kiswahili invitation ni ukaribisho, sivyo? Kukaribisha ni sawa. Kukaribisha sio ukarimu, kukaribisha. Amenikaribisha, ameni-invite kwamba nikashiriki kitu fulani. So kwenye Biblia utakuta ya kwanza utakuta God invited sinners. Mungu aliwakaribisha wenye dhambi. Ukisoma Isaya 1:18 mpaka 19, aliwakaribisha. Isaya 1:18 mpaka 19 akasema, come now and let us reason together. Njoni sasa tusemezane. Njoni tusemezane. Njoni tusemezane. Sasa ndugu yangu, pamoja na maisha unaweza ukawa umeyaishi ya silini au yoyote lile linalohusiana na dhambi na bado Mungu anakuambia njoo tusemezane. Sasa wekeni kwenye screen hivi. Isaya 1:18 mpaka 19. Hivyo God invited. Mungu nani huwa anakaribisha. Ugeuke mwenzako, Mungu anakaribishaga. Ndio maana hata kama unapitia kwenye hali ambayo watu wamekushindwa, Mungu bado anakaribisha. Hata kama umepitia katika hali ya kukinaiwa, Mungu bado anakaribisha. Hata kama familia wamekutenga, Mungu anakaribisha. Mungu anakaribisha. Mungu anakaribisha. Mungu anakaribisha. Mungu anakaribisha. Mungu anakaribisha. Anasema njoni tusemezane. Kuna mambo kadhaa. Sasa hapa aliwakaribisha watenda dhambi, lakini vile vile sio tu watenda dhambi. Hata waliookoka wanaoendelea kufanya makosa moja. Hata waliookoka wanaendelea kuondoka mbele ya uwepo wa Mungu. Yohana akasema tusiseme ya kwamba tuna dhambi, bali ana uwezo wa kutusamehe. Anasema njoo. Haya, njoni tusemezane, asema Bwana. Sasa njoni, hiyo ni invitation, ni ukaribisho. Njoni manake ni kwamba pamoja na yote ambayo unayapitia, dhambi zako au makosa, njoo tusemezane. Njoo tusemezane. Unajua saa zingine kuna watu wanaokipitia kwa sababu hatujaelewa vile nguvu ya kukaribishwa au ya kukaribisha.
Unaweza kuwa unapitia kitu ukamkaribisha mtu, ukamwelezea, mkalichambua, pengine akakupa ushauri. Sasa kwa sababu ya ule ubinafsi ambao ndani yake vile vile kuna kiburi ya kwamba nitaweza, mimi nitadhani tu itaile, mwisho wa siku mtu anaendelea kuwa drained, anaendelea kunyonywa na kudhoofika kiroho. Hivyo kama siwezi nikaenda katika karibisho ambalo nimekaribishwa, basi fungulia lango, karibisha, ili jambo fulani mliweke vizuri. Mgeukie mwenzako, mwambie usio mbinafsi kuanzia leo. Kwa nini tufe wakati tunatembea kiroho na maana yake? Kwa nini? So Mungu anakaribisha, come now. Let us John tusemezane. Asema Bwana, anasema dhambi zenu zikiwa nyekundu sana zitakuwa, maana yake tukisemezana, hata kama hizo mnazoona nini zitakuwa nyeupe kama theluji, lakini njoni tusemezane. Njoni tusemezane. Kwa maana nyingine kwamba no matter how, pamoja na ubaya wa hali unaoipitia, ukiitikia invitation, ukiitikia mwitikio wa Mungu, anaweza akabadilisha. Kwa sababu amesema dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe. Maana yake ni kwamba ukiitikia mwitiko, ukaribisho, tukaongea, tukasemezana, nina uwezo wa kubadilisha, nina uwezo wa kusafisha. Sasa hii inatokea baada ya mtu kuitikia ukaribisho, kuitikia invitation. Kuitikia. Kuna vitu vingi sana, pamoja na kwamba Mungu ametupa nyenzo za namna ya kumwendea, lakini tumemtoa kwenye picha, tumemtoa kwenye mfumo. Pamoja na maombi unaweza kaomba, tunaweza tukaomba, lakini kama Mungu hayumo, sio maombi basi. Tunamuomba nani? Ni tatizo kuamini katika nguvu ya maombi, ukadhalau nguvu ya asikiaye maombi, au ukawa mbali wa asikiaye yale maombi, au ukamtoa, usimthamini. Wangapi wanaelewa ninachosema? Kwa sababu watu wanaamini katika nguvu ya kufunga, alafu wanaomba, ni nzuri sana, lakini kama Mungu hayumo, ni hunger strike, ni mgomo wa chakula. Ndio maana ukisoma katika Matendo ya Mitume 12, I think Biblia inasema kanisa likamuomba Mungu kwa bidii. Likamuomba Mungu kwa bidii. Alipokuwa wamefungwa wakina Petro, nikamuomba Mungu kwa bidii. Manake Mungu kwa bidii. Hata kama Mungu mtu ameomba nguvu, anahisi nguvu zimeshuka, lakini hatutakiwi to lose focus, hatutakiwi to lose ile shabaha ya kwamba tunayemuomba ni Mungu. Nitamwendeaje Mungu kwa maombi wakati ninafikiri au ninafikiria kwamba sikiagi au atendi? So anakaribisha, come now. John tusemezane. Haya, njoo tusemezane. Kiingereza come now. John sasa. Come now, let us settle the matter. Hii ndio NIV nzuri sana. Come now, let us settle the matter. John sasa, tuhitimishe hili jambo. Mwambie mwenzako, leo tunaenda tukahitimishe jambo kwa Mungu. NIV imeandika vizuri kweli. Come now, let us settle the matter. Let us settle. Njoo
tulihitimishe, tulifanyie suluhisho hili liishie mwishoni. Kwa nini uendelee kuwa nalo peke yako? Liendelee kukutesa. Sitaki nihubiri, nataka tuongee uelewe logic tu. Kwa nini? Mwambie mwenzako kwa nini? Kwa nini yote yaliyoko moyoni mwako, kichwani mwako yote, yani unabeba tu, wakati kuna open invitation? Haujakaribishwa na mkuu wa mkoa, haujakaribishwa na rais, haujakaribishwa na waziri, haujakaribishwa na nani, lakini Mungu kashakukaribisha. Njoo tusemezane. Wengine hawakusikii, lakini kuna aliye tayari kuweka sikio akusikie. Njoo tusemezane. Njoo tusemezane. So hii sio tu kwa habari tu ya dhambi tu hapa. Ni kwamba kwa mambo yote, vifurushi vyote vilivyochanganya na nguo mpya, nguo za mitumba, nguo za nini, yani kwenye mawazo na mizigo, vyote ulivyovibeba. Anasema njoo tusemezane bwana. Hebu waza mfano, upate simu wiki hii kwa mtu ambaye ni maarufu, mfano mwenye heshima zake, alafu akasema, "Alo ABC, na kukaribisha Jumatano saa 8 tukutane nyumbani. Kuna jambo nataka tuongee." Nawaambia wengine hata usingizi utakuwa umeipotea. Anatamani Jumatano ifike. Wangapi wanakubaliana na mimi? Unatamani Jumatano ifike. Sasa kwa nini hakuna ule msukumo wakati tumekaribishwa na the most high God? Tumekaribishwa na Mungu aliye juu ya vyote. Njoni tusemezane. Kwa maana ni kwamba lolote unalolipitia linasemezekeka. Lugha yangu hiyo. Lolote linalokuzunguka linasemezekeka. Linaweza lisemezekeke kwa mwanadamu au lisizungumuzikike. Aba njoni tuzungumuze. Kwa neno lingine, tusemezane. Njoni tuzungumuze basi. Njoo tulifikia mwisho hili. Kuna mengine mwanadamu anaweza asiwezi, lakini Mungu sikio lake linasikia kila kitu, lakini anataka tuitikie. Angependa tuitikie. Mwambie mwenzako, umeshakaribishwa na Mungu siku nyingi. Kuna misiba au vilio, poteza tu machozi, vingine vitakoma. Umeshakaribishwa. Njoo tusemezane. Njoo tulimalize hili jambo. Njoo tulizungumuze. Mtu anasubiria yeye Jumatano. Amenipigia Jumatano mwe. Kwanza hata bwana, yani nimeshangaa. Unaanza hata kutafuta nguo gani ya kuvaa. Unaanza sasa yani jamani, haleluya, mwe amenikaribisha jamani. Saa 8 ilikuwa yani unatamani hata kama kutatokea msiba pembeni, lazima tutatumia akili ya kutoroka. Au amekukaribisha mwanadamu. Nichukulie tu mfano, tukakukaribisha Rais Samia Suluhu Hassan. Kakupigia simu yuko da, "Halo, wewe ndio naitwa ABCA, unakaa Mbeya habari za siku nyingi." Yeye ni mwenyewe kwanza tu kusikia mimi ni rais. Kwanza kusema, akisema rais, tayari hata kama hauna shiva unaanza kuna ndio shikamo. Ndio bwana. Sasa ninakukaribisha, utakuja kwenye ikulu ya Chamwino Dodoma. Tiketi na kupelekea. Kwa sababu Mungu anaposema njoni tusemezane, tayari ameshatengeneza njia.
kwa njia ya Yesu. Kashatoa tiketi. Damu ya mwanae ishamwagika. Tuna haki ya kwenda kukaribia kiti chake. Tiketi itakuja. Unashangaa na wapigia, unashangaa tu watu wanakuletea tiketi ya ndege. Siku ya mara ya kwanza unatamani toka kama sisi nitatolea wapi mkono. Kwenye ndege watoagi mikono. Unaangalia hii begi haifai, wakina nini bibi shangazi yale ambao ni mengi. Nasema hii haifai. Ngoja, halo shangazi, naomba niazime begi ile nzuri. Nimekaribishwa. Kila kitu unaanza kujiandaa kwa sababu unaenda kukutana na rais wa nchi. Alafu natamani sisi, yani njoo, alafu pengine amekwambia nataka tuseme tuongelee kwa habari, nasikia una shamba eka 1000. Sasa nataka tusemezane, tusaidiane. Unatamani haleluya. Unaona kama vile sasa kwa Mungu we are at easy. Kwa Mungu tunatulia tu, wakati ndio the first, ndio Mungu ndio alianzisha ukaribisho. Ndiye chanzo cha ukaribisho wote. Mwambie mwenzako, Mungu anakuambia nenda itikia ukaribisho. Njoo tusemezane, njoo tuzungumuze, njoo tulimalize. Tulihitimishe. Kamrasha. Akasema hivyo. Alafu hapa anasema itakuwa kama, maana yake ni kwamba analeta suluhisho na kutakasa na kukubali. Sasa inaipanua hata kwa mambo mengine yote, bado anakaribisha njoo tusemezane. Ni mali wapi umekwama? Anasema njoo tusemezane. Ni wapi ambapo akili imegota? Njoo tusemezane. Wapi ambapo uko njia panda? Karuski mara. Ndio maana kwa niaba ya taifa akadiscover. Kuna watu wanatakiwa wajitoe katika taifa hili. Twende mbele za Mungu tukasemezane naye kwa niaba ya taifa. Kwa sababu the nation is at the crossroad. Taifa liko njia panda. So anasema njoo. Hata kama uko kwenye kashimo ambako wamejaa, kuna giza tolototo. Si tolototo, si totoro. Yani kashimo, matope ni mengi. Akielewaki. Lakini there is that still voice, njoo. Niite. Huyu anasema tena, niite. Nami nitaitikia. Nao ni invitation unajua. Niite. Nitaitikia. Niite. Nitaitikia. Nao ni ukaribisho. Hapa anasema njoni tusemezane. Saa mwingine anasema niite. Manake ukiwa katika jambo lolote mradi una sauti. Una taarifa kwamba sauti labda wa mute mtu. Hata kama umetumbukia kwenye shimo gani, ni sauti inayoweza kukutoa kule. Mfano watu unasikia watu wanapita. Jamani! Nikomu! Au naanzisha tu. Watasema hiyo sauti inatoka wapi? Wataifuata. Huko kwenye msitu unaitikia. Sasa sema niite nami nitaitikia. Sio mnaelewa hapo? Maana yake ni kwamba Mungu vile vile anatukaribisha kwa njia na kwa kutuambia unapopitia kwa jambo lolote ukikaa kimya sitakaribia. Ninakukaribisha niite, nitaitikia. I have invited you. Whenever you call upon me, I will answer. Nitaitikia. 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 Ujue Mungu wetu ni Mungu na vile vile ni Baba. Ni Baba yetu. Ndio maana ninawaambiaga na wafundisha kwamba maombi Yesu alipokuwa anayaleta kwetu, au anawafundisha wanafunzi wakati wamwendea Yesu Kristo, tufundishe kuomba kama Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake.
Yesu akasema muombapo mseme kwa namna Baba yetu. Hiyo tu, Baba yetu analileta kwamba maombi ni dhana ya familia, ni lugha ya kifamilia. Unamwendea kwa Baba, Baba yangu, Baba, lugha ya familia. Baba, hapa nimekosea, yani nimechemsha. Unajua ndio maneno mengine ambayo tumechukua yale mazito tumeanza kuyapunguza. Nimekosea, sema ni hapa nimechemsha, hapa nimebugi. Si ndio maana msemaga vijana hapa nimebugi au nimechemsha hapa. Kwa maana ni kwamba hapa nimekosea. Bwana, sasa usiende kwa Mungu hapa nimebugi, nimechemsha. Waambie Mungu hapa nimekosea. Nimekosea, nimetenda dhambi. Njoo tusemezane. Niite nami nitai. Sasa ukikaa kimya unaendelea na maumivu moyoni mwako, ni kujitakia mwenyewe. Niangalie vizuri na macho yako haya makubwa. Naomba wote mniangalie. Hayo yote yanayokuumiza moyoni mwako, kimya umejitakia. Narudia tena mara ya pili. Alafu mwishoni nikisema mara ya 4 utasema hayo yote unaopitia moyoni mwako yanaendelea kukuumiza, wakati kuna mikono ilishakukaribisha. Unaendelea kujiumiza moyo, umejitakia. Naongea bila kuomba hata msamaha. Umejitakia. Ya 3, narudia tena, umejitakia. Ni neno kali lakini nataka nikuzindue. Umejitakia mwenyewe. Umejitakia mwenyewe. Acha kuwalaumu watu. Acha kukimbia watu wakoma ndio walisababisha. Haya walisababisha, lakini kuna suluhisho. Walisababisha lakini kuna aliyesema njoo. Walisababisha lakini kuna suluhisho. Walisababisha. Mtu ambaye anaendelea kulaumu watu kwa yale anayoyapitia anahitaji deliverance ya milembe. Milembe mnakufahamu? Unajua kwamba tangu Yesu afe na akafufuka, na yote yale ambayo yalikuwa yamepotelewa kipindi cha Adamu wa kwanza, sasa hivi tunapomwendea Mungu hatumwendei atuendi kwa kutekateka au kwa kusema atafanya no. Kama utaki, anasema kama utaki basi. Kama utaki kupona, haya. Kama unataka kuendelea na hao maumivu ndani ya moyo wako, endelea. Lakini Mungu anasema njoo tusemezane. Mtu amekukaribisha njoo tuongee, alafu unaendelea kuona maumivu. Unaendelea kuona hayo maumivu. Mwambie mwenzako hayo ameyaona Roho Mtakatifu hayo. Alafu na mwisho wa siku sasa yanakupelekesha kufikiri watu ndio kelo. Watu sio kelo, kelo ni mwenyewe. Hata kama mjasema amen. Kelo ni mwenyewe. Kelo imetokea unalopitia. Alafu kuna mtu ambaye anataka kutoka kwenye hiyo kelo. Alafu hautaki umpelekee kelo yako. Maana yake utakuwa kelo mwenyewe. Mwambie mwenzako acha kuwalaumu watu. Au familia, unajua asingekuwa yule mchawi kwenye familia yule, yani sasa hivi tungenani. Sasa maana yake unamwambia kwamba yeye ana nguvu zaidi. Leo nataka mwe mnaniangalia. Sasa kuna watu unajua wanapenda kulala. Sasa Mungu anasema come Johnny. Hakuna mtu, unajua Mungu ni Mungu wa protocol. Kuna watu wengi sana, hata mfano
nikasema haya jamani, mfano labda nikatoa maneno labda nabii hapa, sio kwamba mtu ameitikia kile ambacho Mungu amekisema, ila tu ameenda tu, ndio maana kutoka kama kuna mabadiliko. Muda wote unapoitwa mbele, inabidi izidi kwenda kuitikia wito wa yule aliyekuita. Inabidi uunganike na wito wa siku za kale, wito wa mzee wa siku, kwa sababu ule wito ndio wenye suluhisho. Sio wito mtu unapomwambia njoo kwa Yesu, umemwita sawa, lakini anayemleta kwake na kumuokoa ni yule aliyesema njoo. Hapa naelewa ninachokisema. So usijitakie alafu mmenigomea hapa, hamna shida, kwa sababu nilisema baada ya 4 mseme haya. So Mungu alikaribisha. Ya pili, Mungu alikaribisha, God invited the destitute wahitaji. Isaya 55 mstari wa 1 mpaka wa 3. Yesu aliwakaribisha wenye mateso, destitute. Mungu aliwakaribisha. Haya, kila aonaye kiu, walio destitute, yani destitute kwa Kiswahili. Haya, kila aonaye kiu, njoo majini, naye asiye na fedha, njoo ununue mule. Na mjoni mnunue divai na maziwa bila fedha, bila thamani. Yani huyu ukimuitikia kuna vitu unanunua kitu bila fedha. Hiyo lugha sio ya kiuchumi, hiyo ni lugha ya kimbingu. Manake ni kwamba hata kama mambo yako haendi sawa sawa, lakini ukiitikia wito wa kwenda kwake, pale amesema kila aonaye kiu, kila aliye na njaa aje kwangu. Manake ni kwamba nitampa maji bila kununua. Yani anawakaribisha destitute, maskini. Kila aonaye kiu, njoo majini, njoo. Ukaribisho tu, ukaribisho. Kuna miaka ya nyuma sana kulikwepo hapa manispaa zamani sana, kuna shirika, I think ni shirika, kulikuwa wakisema kuna pesa fulani zimetolewa kupitia alishakufa mengi, ya kama kusaidia vijana, na kupitia manispaa hapa manispaa. Yani vijana saa ngapi? Saa 10 vijana wameweka mstari. Kuna ukaribisho wa kwenda kupata mtonyo, kupata pesa, kupata hela. Sasa kuna ukaribisho, watu mpaka saa 10 wako kwenye mstari, kwa sababu kuna ukaribisho. Sasa kuna ukaribisho wa maji ya uzima, but we are ignoring, tunapuza. Njoni nanyi asiye na fedha, naye asiye na fedha njoo. Nao asiye na fedha njoo. Mwambie mwenzako njoo. Mungu anasema nao asiye na fedha njoo, nunueni. Mtanunuaje bila fedha? Unajua Mungu ni Mungu. Alimulisha mishkaki Elia, na akatumia kunguru anayependa nyama, akuonja hata kidogo, akamufikishia. Anatengeneza njia pasipo na njia. Hapa siongelei sisi fedha za miujiza za watu tu kwa wameenda tu wakasemesha. No, siongelei. Najua Mungu anaweza kufanya muujiza, lakini is a protocol God. Ni Mungu ambaye anafuata kanuni zake, na anafuata kanuni zake na itifaki zake. Hawezi akalazimishwa. Haleluya. Kingine unataka niwafanyie nini? Ndio maana you have to be, lazima ulenge. Unataka Mungu akufanyie nini?
mtu anaumia kusema unajua ili ionekane mtu eti ndio kitu ambacho kimeua watu wengi sana hata waliokoka. Unajua unapokiri yale unayopitia ni udhaifu wa imani. Kuna ukweli ndani na kuna uongo ndani. Inategemeana. Kwa upande mwingine ni kwamba kama hujatambua tatizo unalolipitia huwezi ukatoka. Kama hujalitambua. Mahali pa kuanzia kutoka kwa lile linalokusumbua, lazima ulitambue kwamba hili jambo lipo. Alafu sasa ndio natafuta suluhisho ya kutoka. Yesu akaambiwa Lazaro amekufa. Kapata taarifa mbaya juu ya rafiki yake Lazaro. Akawaambia wanafunzi mitume, Lazaro amelala. Akuishia hapo ambapo wanaishia wengi, ambapo tunaishia wengi waliokoka. Nina tatizo hili. Alafu anaanza kulisema tu tatizo, ndio maana linazalisha tatizo. Yesu akasema amelala, twendeni tukamwamshe. Kwa maana ni kwamba amelala, sasa twende tukamwamshe. Ninaumwa, sasa suluhisho ni hii. Hivi mnanielewa ninachosema? Kuna masumbufu haya. Sasa kinachotakiwa nikifanye ni hiki, kuliko kubaki tu na masumbufu. Yaani masumbufu ni mengi. Watu wanasema tunapambana. Napambana. Unapambana nini wewe? Napambana. Hebu tuambie mwenza, napambana. Basi endelea kupambana. Kwa sababu Yesu Kristo mwana wa Adamu alidhihirishwa na kuziharibu kazi zote za shetani. Akapambana kwa niaba yako. Alafu na wewe unasema napambana. Alafu pambana yake imemfanya amechoka. Miaka 25 anaonekana vile ana miaka 60. Kwa sababu ni mapambano yake. Wangapi nyendeleo kusema? Mwambie mwenzako pambana, lakini pambana kwa hekima ya Yesu. Napambana. Kataka. Miaka 15 napambana. Basi we, kwa nini usibadilisha hata mbinu sasa ya kupambana? Napambana. Alafu ndani ya hii pambana ni malaumu. Hakuna nani nisaidia. Hakuna nani anayeona hata mapambano yangu. Hakuna nani nitia moyo. Unajua hivi vitu nikaanza kuvipamba. Yaani mtu anasema napambana, kule ndani vimejificha vitu vingi kama hivi. Yaani hata hakuna anayeona. Hakuna anayenitia moyo. Nikisema hawanielewi, napambana. Pambana. Wakati kuna aliyesema wazi kabisa, njoni msumbukao na mapambano. Yesu nampenda jamani. Amesema mwenyewe, njoni kwangu. Tena usiende kwa bishop au kwa nabii wako. Watu hawajajua siri. Unapoenda kwa nabii, kama umuoni Yesu, atakula ile yako. Hata kama mjasema amen. Unaenda kwa mtume, haya nenda, ujue na yeye ni mwanadamu, anahitaji mabati ya kuiezeka nyumba. Atatengeneza kwa unabii. Kwa sababu ameshakuona. Muamini mfanikiwe. Lakini muaminini kwanza Mungu, mthibitike. Ndio maana Mungu anasema, maana kabla ya kumwamini unabii lazima uthibitike. Unamwamini Mungu, umethibitika katika neno lake. Kiacha kwamba hata kama akisimama nabii unasema kwamba pale sio Mungu. Sio Mungu. Sasa kwa sababu ya ndio maana kuna watu wengi sana wana masumbuko, wameumizwa na watumishi wa Mungu. Mmesikia na nyinyi mlio kwa Facebook, mmeumizwa. Mnatoa na masadaka. Hajawahi toa sadaka kanisani kwake, anatoa sadaka kwa mtu wa nje tu. Unajua Mungu ni Mungu wa protocol. Ujawahi peleka kilo 20 au kichwa cha ng'ombe
kwa baba yako mzazi au nyumbani kwa baba yako aliyekuzaa yani, alafu napeleka vichwa vya ng'ombe viwili kwa jirani, akisikia babako si ataachia laana juu yako? Au mwambie mwenzako mazumbuko hayo, kwa nini uendelee kuwa nayo wakati kuna ukaribisho? Njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na wenye kulemewa na mizigo. Watu bwana tunapaka lotion vizuri yani na mimi mwenyewe lakini unashangaa tumelemewa na mizigo mpaka shingo zimeingia ndani. Ndio maana kuna maombi tu ya hasira tu. Una taarifa kwa mtu aliyechoka na mzigo, unamsemesha, akisema neno moja linaweza likakukatakata. Hata kama mkubaliane na hiyo, ndio ilivyo. Yani hebu nenda kwa wale wa Mwanjela wale umbeba ndwika wale. Amebeba la ndwika la nini la malage kilo 100. Alafu wanatembea hivi. Saa zingine kuna wengine wanabeba hata 2. Alafu anatembea. Alafu usimame pembeni hapo. Hapo sema, "Halo, hoya vipi?" Atatoa, anaweza akakutolea tusi au akasema neno ambalo utajuta kwa nini umeanza kuongea naye. Kwa sababu muziko ni mzito. Kama mlio nao wengine hapa katika maisha yenu, niangalie. Ukijisikia kucheka. Kanisani tunachekaga. Sio kuwa serious kuliko hata Roho Mtakatifu aliyeweka flyer. Bwana ni nguvu zetu. Kwani ni msiba hapa? Atapata hatujaja kwenye msiba wa Yesu. Yesu kashafufuka. Tena akufa juzi hapa. Ni miaka 2025 zilipita, sio wiki iliyopita. Ndio maana mtu kama amechoka kuwa mwangalifu na unavyoongea. Anaweza akatamka kitu ambacho hakutarajia kwa sababu amechoka. Au tuwe tunasoma. Mtu amechoka alafu anaanza kuongelea kwa habari. Kwa habari ya madeni ya kausha damu. Kumbe hujui ya kwamba ni moja wapo ya kitu kilichomlemea. Haleluya. Sasa wewe mtu amechoka kweli. Alafu unaanza kusema, "Bwana, yule jirani yetu bwana we, wamekuja wamechukua yote." Nini? Madeni ya kausha. Kumbe hajakwambia na yeye anayo. Alafu anakujibu, unatoka pale sijui ameanguka huyu wokovu. Hapana, kuanguka ila amechoka, ila umeingiza kitu ambacho kwake ilikuwa ni siri. Mwambie wenzako huo uchovu umpelekee Yesu. Nimesema sifundishe, naongea. Sasa ni kuongea hii ya kwa tuongee tucheke kwa sababu tutaomba ombi moja leo. Tunaenda kupeleka masumbuko yetu. Tunaenda kuitikia invitation, kuitikia ukaribisho wa Yesu. Unajua ukikaribishwa lazima uitikie. Lazima uitikie. Njoni kwangu. Anaanza kuorodhesha. Nyinyi msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Alafu akaleta solution, nami nitawapumzisha. Sasa leo ukitaka unaweza kutoka hapo umepumzika. Haleluya. Heri wale wanaobeba ndwika Mwanjelwa kilo 200 anatembea hata kuliko anayetembea fasta lakini ana mzigo wa ndani unayemfanya awachukie hata watu na yeye mwenyewe amejichukia. Anapenda tu angekufa tu. Usife unahitajika. Kufa sio sifa. Kuishi ni Kristo, ulale kwa wakati wake. Watu wote ambao wanakufa nje ya mpango wa Mungu sio kwamba walikufa. They are killed.
wamekatishwa maisha. Lala, mbona sijui nikoje leo, wewe unaniangalia vizuri. Kama mzigo kamekuwa kamelemavu, kamekuwa kazito tu, na wakati huo kuna suluhisho, kuna ufunguo. Alafu mtu anasema wala majeshi, nimechoka na bora tu ungenitoa tu. Mtu atamki hapa lakini sasa yani imenizidi, yani ningekufa tu. Alafu wengine wanajificha kwenye maneno ya kwamba Yesu amechelewa. Amechelewa kuja. Maana yake ni kwamba aje mara moja, huu mzigo umekuwa aje tuondoke. Lakini je, akija atakukuta uko tayari na huo mzigo? Kwa sababu watakaopaa ni wepesi. Mpaka kupaa maana yake kuna wepesi fulani. Kuna kifungu hicho. Kuna kifungu hicho, sawa? Yaani kuna wepesi. Hakuna yokes. Alafu na cha. Sasa kuna mizigo, kuna watu waliokuumiza miaka 70 iliyopita. Bako mzigo mingi, madeni kausha na maneno, alafu unafanya hiki kinakauka, unafanya hiki kinatoboka, unafanya hiki, mwisho wa siku umekaa tu. Unaanza kuwachukia wote wanaostawi. Mtu anapita na gari yake sema na wanatusumbua tu. Yani anapita tu na gari lake hapa, anapita tu alafu anatuachia vumbi. Kwa nini unapita kwenye njia ya vumbi? Anatuachia tu vumbi hapa. Yani watu bwana, na sisi tutainuka tu. Na mimi tu nitainuka. Maana yake ni kwamba tayari unakuwa kwamba mafanikio yako yatakuwa ni ya kisasi. Ya kwamba na mimi nitakuwa dakika gari tu, nitapita tu kwenye vumbi, nitawatimulia wengine. Sio nzuri hiyo. Kwa sababu tu ya maumivu yako bwana. Kwa nini usiende tu kwa Yesu Kristo kayapakue? Mwambie mwenzako leo twende. Mwambie na jirani yako leo twende. Hapa tutakapoanza hii twende, kila mmoja atalia kivyake hapa. Usisubiria kwamba mkono si kutega mkono. Kila mmoja anasema njoni kwangu. Ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. That was Jesus' Jesus invited the heavy, waliochoka na wenye mizigo. Sasa hapa kuna mizigo ya ndani ambayo hujui. Na vile kuna mizigo yoyote ile, mizigo ya madeni, mizigo mradi tu inakuwear down. Mradi tu imekuchosha. Lakini ninachojua mume wako sio mzigo. Na mke wake sio mzigo. Mradi mko pamoja sio mzigo huo. Wewe jua tu, hujajua tu namna pa kuhangi huo mzigo. Naona watu hawajanani. Kwa sababu wanasema kwamba haleluya, leo nitapeleka mzigo. Mume wangu ni mzigo. Haleluya. Amen. Mume wako ni mume wako, ila amebeba mizigo. Umesikia? Mume wako ni mume wako, ila amebeba mizigo. Sasa ile mizigo aliyobeba ndio umsaidie kuiondoa, lakini mume sio mzigo. Au kwa sababu kimwona ni mzigo, siku nyingine umekaa hapo sebule na ingia sema sasa sijui hii ni mzigo la mkaa au la nini. Unaona tu kila kitu, kwa sababu mzigo sio mzigo, ila kama ana usumbufu manake ana mizigo, ila yeye sio mzigo. Yesu anasema njoni, manake kama nyinyi sio mizigo, njoni, hiyo mizigo yangu, mizigo yenu munipe mimi. Ninawatenganisha wewe na mizigo yako. Wewe ninachohitaji tu njoo, leta hiyo mizigo yako. Alafu utaendelea, nitakupumzisha. Alafu mizigo nitakushikia mimi. Inua mkono wako, sema Yesu, naitikia wito leo katika jina lako. Yesu. Unajua an invitation is an invitation.
Kukaribishwa ni kukaribishwa. Sasa utachukua hatua leo. Kuna wengine mizigo ya magonjwa, mizigo ya watoto. Watoto sio mizigo, lakini mizigo ya watoto. Watoto ni baraka. Umeeleweka? Sasa kile walichokibeba ndio kinachokufanya kwamba naye mwenyewe aonekane mtoto ni mzigo. Kwa sababu wamebeba utundu, wamebeba ushetani, lakini unaenda mbele za Mungu. Yesu, Mungu mwenyewe amekaribisha. Yesu naye anasema, "Njoni kwangu msumbukao." Unajua kusumbuka, yani come you who are weary and burdened. Yani msumbukao, mliochoka na mmesumbuka na mizigo ya familia, ya nini. Kama kuna majira ya kupeleka vitu, unajua kwenye familia kuna mizigo inachoshaga. Familia. Naona naongea na malaika hapa. Familia zao ziko mbinguni, hazichoshi. Lakini familia unashangazi, sijui mjomba, sijui baba mdogo, sijui nini. Yani ukivikusanya, ndio maana neema ya Kristo kwa neno hili anasema njoni, njoo. Ni ukaribisho, njoo. Manake mlango lipo wazi. Njoni ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Now what kind of mizigo? Ni aina gani ya mizigo? Yaweza kuwa ni personal, binafsi, ya familia, ya kifedha, ya kimaendeleo, ya kimasomo, ya kijamii, ya marafiki. Umeeleweka jamani? Unasema Yesu, naleta leo. Naleta. Alafu akasema nitawapumzisha. Sio muongo Yesu, unajua. Nitawapumzisha. Amen. Kuna mizigo mingine nataka kuachana nayo tu. Unaitua hapo unasema kwamba mzigo utakuja na shabibu. Mimi natangulia na Chimwene. Mzigo utakuja na shabibu. Lakini mimi natangulia na nini? Na Chimwene. Unauacha. Sasa shida nyingine ni kwamba watu, Mungu anaposema njoni, sisi tu ndani ya Kristo. Shida iliyopo kwa wengi, tuko ndani ya Yesu ni sawa na hivi. Nicholas njoo. Huyu ni Nicholas, ngoja kwanza usikimbie. Hii madhabahu ni gari, linaitwa the tabernacle, the moving tabernacle. Yani ni gari linalotoka Dar es Salaam kwenda wapi? Linalotoka Mbeya kwenda na wamiliki ni kanisa la King's Global Tabernacle. The tabernacle. Yete amekata tiketi, anaingia kwenye kamlango. Tena ingia. Mzigo wake beba hiki. Dali tena ingekuwa nzuri bebe hilo likubwa. Bibi mjomba, bibi shangazi sijui, babu mjomba. Ni mzigo wake. Haleluya. Anaingia wapi? Kwenye gari. Kacha na mzigo wake. Najua kwanza ni wajibu swali hao. Wanasema kwamba si magari yale wanawekaga chini kwa chini. Ameingia nalo ndani. Wewe tuweke je, hapana, huu mzigo maalum nitaushikilia mwenyewe. Ameingia kwenye gari la nini? The King's Tabernacle. Alafu yupo dereva pale. Alafu anaenda kukaa. Nilete kiti pastor. Mara moja hicho. Siti namba ngapi mzee? Siti namba ngapi? 18. Hii hapa. Niangalia nkacha. Yuko ndani ya Yesu. Yuko ndani ya gari. Linaitwa the tabernacle. Alafu anakuja konda. Anagawa vinywaji cha juice. Sasa mzee, kuna nani hapa tukusaidie mzigo? Tusaidie. Huyu atasema hapana. Tusaidie.
Ameshapanda gari lakini mzigo hataki auweke mahali ambapo natakiwa. Mwambie mwenzako ndio ulivyo ndani ya Yesu wewe. Mwambie na wapili ndio ulivyo. Kwa sababu 100% wengi hapa ndio ilivyo. Amesema njoo. Tumengangania mule ndani. Tumekuwa viumbe vipya. Ya kale yamepita. Amemangangania dhambi ambayo Mungu Yesu alishamsamehe. Siku nyingi ameshikilia kama mzigo hapo. Hebu waza huyu sasa anaenda wapi Dar es Salaam? Akishuka. Akishuka alafu akishuka tu. Alafu nakwambia atakuwa mkali tu bila mpango. Kama ulivyo. Mkali tu. Hata watu ambao hawahusiki. Anakutana tu na vijana nje wale wanaopokea. Mzee unaenda wapi? Ubungo au nini? Nipishe. Anakuja wa taksi. Mzee wa taksi. Kwa nini nimeita taksi? Mzigo ambaye tembea nao wakati kuna provision mahali pa kuweka. Amekaa mzee tukusaidie, watu wengi wameondoka. Sasa tusaidie nani bus tweet? Hapana na maita ndugu zangu. Wadi waite ndugu zangu. Halo, mko wapi na nyinyi? Sisi niliwaambia kwamba tutakuwa tumefika saa 1. Saa hizi inaelekea kwa saa 3. Mnataka nilale mtu amechoka, kila kitu anachoongelea kimetokana na kulemewa. Wangapi wanaelewa ninachokisema? Kimetokana na hii. Sasa sisi ni wanadamu. Tusijifanye malaika. 1, 2. Kuna suluhisho ya Yesu. Kuanzia leo, Jumapili ya kwanza hii ya mwezi wa 5. Huu mwezi. Yaani kuwa liu. Kuwa halisi mbele za Mungu. Mwambie madhaifu yako. Mwambie mizigo yako. Mpelekee, sio kumwambia tu. Na mwambieni kutaenda kutokea amani isiyo ipitayo. Tutafundishana mambo mengi lakini mwezi huu hebu twende itikia mwitikio. Kikija kimuziko kingine wakati unaendelea na mwezi huu unasema kwamba Yesu kinapitiliza kwako. Maana yake ni kwamba sio kwamba ni mwizi Yesu, ni mzigo. Amekusaidia uli upumzike. Kuna watu ambao hata kuwaza sawa hakupo sawa. Kwa sababu mizigo imekuwa mingi. Kazini, kwenye biashara zao, mke, mume, watoto, majirani, bosi wake, kama wanafunzi shuleni, kila mara. Now how do unakabiliana naye vipi? Halo, njoni sasa. Huyu anasema njoni sasa, unasimama sasa. Yesu anasema njoo. Nimesahau hata jina. Nicholas. Njoo kwangu Nicholas. Alafu kaa. Watu wengine wanashindwa hata kusifu kanisani. Kwa sababu mizigo mingi kwenye mikono ipo mizigo. Hawezi wakapiga makofi. Kwenye mdomo mizigo ni mingi. Kila mara ni mzigo. Tunaposema, halo, wanajitahidi kuhamasisha, ndio maana tutaacha kuhamasisha kusifu watu. Mmesikia watoto wangu? Tutaacha. Wanatuchosha. Wamechoka sasa sisi tutaacha. Eti, mbona mizigo nini? Mbona msemi angalau bila. Wala bila kujua tumevaa tasali. Tunawaacha. Tutakuwa tunaconcentrate wenyewe. Kwa sababu unajua kila mmoja anakuja na tunamwambia Yesu anasema yete amengangania. Jamani tupige tusifu. Anaona atasifu, atainuacha mikono wakati mzigo ni mzito ndani yake. Kusema kuabudu yeye cha kwanza tu kusema kuabudu ndio wakati wa kukaa. Anaanza kuangalia asema wenzangu hawana mizigo. Kwa bali kwamba mbona huyu anasifu sana? Mwenzetu naona apitie nini? Wote tunapitia ndugu yangu. Kila mmoja hapa ana mzigo wake. Au asema amen kama ni sawa.
Kila mmoja hapa na kanjia kake. Sasa tunapokuja kumsifu Mungu, usione amesimama nani huyu Emmanuel na kanani kake, unasema ila mzee huyu naona mwenzetu hana mizigo kabisa. Anamsifu Yahweh katikati ya yote. Ndio maana watu baada ya kuchoka na mizigo wanaanza kumgomea Mungu. Siombi, simsifu, sisomi neno, siendi kanisani. Endelea. Unawaziria watu. Siendi kwenye mazoezi kama ni mwanaluaji. Siendi, nimechoka. Mizigo ni mingi. Wananisema utasemwa tu mpaka Yesu aje. Hawezi ukazuia watu ukawaweka blast hapa. Nakwambia. Ila tu lazima ujue namna ya kuwa juu ya wanachokisema. Hawezi ukazuia watu wasikuseme. Unajua maisha duniani hapa bwana. Ukivaa tai vizuri wasema naye katai kazuri lakini kangekuwa kapanda kidogo. Watatafuta pa kusemea. Alafu amesema umeanza lakini pale ingekuwa hivi. Watasema tu. Nimesema mpaka Yesu aje. Ila lazima ujue namna ya kuwa juu ya kile wanachokisema. Yasiyo kuhusu yaweke pembeni. Kwa nini umie watu wanasema wewe ni nyani? Unaweza kuwa bibi ni nyani. Kwani kweli ni nyani? Wangapi wanapona hapa? Kwani wewe ni nyani? Yani mimi, yani kabisa ameniandikia message. Unaenda kwa mwenzako. Kwa akili zako kabisa. Eti andika. Ameniandikia wewe oi ni nyani. Tena sokwe. Alafu natoka hapo naanza kulia. Mimi nadia. Alafu aliyekuandikia ni shosti. Yani ni mtu ambao mimi ni nyani, mimi ni nyani. Unapoanza tu kutafakari vile ambavyo haupo utakuwa. Mimi ni nyani, mimi. Unaanza mimi ni nyani, mimi. Kitakachofuata utaenda kwenye kioo. Kuna watu wanateseka na vitu ambavyo tungeviignore kabisa. Unaenda kwenye kioo, hivi mimi ni nyani? Mwishoni utaanza kucheki tena mkia. Kwa sababu unachokitafakari kinaanza kuumbika. Huyu ni mwizi. Kwa nini nianze kuhangaika kama sio mwizi? Atakaye polisi wakiingia kwenye daladala. Hata kama sio kama wameingia kwamba wamkamate mtu. Mwizi mule ataanza atafikiri yeye ndiye amefuatwa. Kumbe huyu polisi anatoka tu kituo hiki anashuka kituo kingine. Ila sasa kwa sababu amesomea saikolojia, umeona atahisi polisi. Atajua tu kama jamaa huyu naona ni mwizi nini. Kwa nini tuumie vile ambavyo sivyo? Wewe ni mbaya. Yaani mimi ni mbaya. Alafu naanza kuongeza vitu vya kujibadilisha. Wewe. Nani kakwambia? Mizigo na kulemewa. Sasa tunataka tupumzike. Tuna dakika 45. Hakuna dakika, mwambie mwenzako dakika 45. Utatafuta mwenyewe kama utagalagala chini, kama utapiga magoti, lakini niacho kama utaomba shauri yako, baki na mzigo yako. Wenzako tunaanza mwendo wa kupeleka kwa Yesu. Sema amen. Sema amen. Kama utaona imechosha, chukua begi lako. Lakini saa hizi ni saa 6 kasorobo. Manake saa 6:30. Saa 6:30 nitasema amina. Kama utakaa kimya, hakuna atakaye kuhamasisha. Mnatuchosha saa zingine. Mzigo ni wa kwako, alafu nataka mtu anasema wamekuletea chakula kula, alafu naanza kumlazimisha mtu kula. Chakula kiko mbele yake, ana akili zake timamu kabisa. Chakula mapochopocho yako ndani.
Alafu naanza kula. Nakwambia hakuna atakayefanya hivyo. Usipoomba. Wangapi bado wananipenda hapa? Usipoomba hakuna na mimi mwenyewe nitaweka maiki. Nitakaa. Ila nitakuwa na cheki. Kama uombi nitakuwa na cheki. Napita kwa sababu napita katikati. So mtawanike. Kila mmoja kivyake. Hebu tusimame. Kwanza mnanipotezea. Twende simama. Hata na watoto simama. Kama utakaa hapo kama unapiga magoti usiegemee kiti. Usije ukatulalia tu hapo kaanza kupiga mapikipiki. Ukaanza kupiga mapikipiki. Tafuta mahala. Kote huku mbele kama utakaa. Piga magoti. Kasolo hapa. Hapa tutapiga magoti na huku. Inua mkono wako. Sema Mungu, siku ya leo ninaitikia wito. Umesema nije tusemezane. Ninakuja tusemezane. Yesu umesema njoo kwangu. Ninakuja kwako. Nina masumbuko mengi na nimelemewa na mizigo. Nisaidie leo. Ninaileta kwako leo katika jina la Yesu. Sasa niangalie. Hii ni lugha ya baba na mama nani? Wewe muelezee. Kama utapenda kwa sababu kuna wengine asija kasikia jirani. Unajua kuna watu wana masikio sharp. Na usiwe mtu wa masikio sharp kusikia mwenzako anapeleka nini na mizigo anaipeleka mizigo ya aina gani. Uwe ni wewe na Mungu. Sawa? Muelezee. Eleze, useme tu Mungu yote. Hata kama ni yote lakini haya kwanza pamoja. Mmenielewa? Kuna mzigo wa pepo, kuna mzigo wa blue, kuna mzigo wa gonda, kuna mzigo wa yellow, wa white, wa nini. Unasema Mungu naleta kwako. Mimi hapa. Alafu kisikia kulia kwa sababu kuna uponyaji. Ukisikia kupiga kelele, usijizuie, piga. Ukisikia kulia, lia. Lakini upeleke hoja ya njoo kwangu ninyi na tusemezane. Kwa sababu kusemezana nikienda tu nafika tu kusemezana, nafika tu nimeenda kwa Mungu, nafika tu huyu ataanza kuuliza, we ni kusemezana. Kusemezana manake ni two way traffic. Kusemezana. Sawa? Hakuna cha wimbo, tafuta mahali. Faster. Kama ni hapo kaa. Kama ni kusimama, kama ni naona watu nisije nikasema mjaila, mmeelewa. Ni watu wazima. Tafuta mahali. Weka ka keyboard, ongeza ka keyboard, tuwawekee ka keyboard kidogo. Anza kumuelezea Mungu wako. Anza kumuelezea Yesu. Kama upo, wengine kama unataka kutembea, tembea. The moment unapoanza na uponyaji umeanza. Unapoanza tu, umepiga magoti, umelala kifudifudi, umefanya yote unayofanya. Asa parukambalikela osiki marada. Uponyaji umeanza. Unaanza katika jina la Yesu. Napo mkikaa kimya bado tu nitapiga kelele. Angalau ongea. Mwambie nimekuja tusemezane leo. Jumapili ya kwanza ya mwezi huu. Nimekuja tusemezane, Mungu. Nimekuja, nimeitikia wito wa njoo kwangu nyinyi nyote.
kwa masumbufu yote yawe. Njoo. Nimesawa hata jina. Nicholas. Njoo kwangu Nicholas. Alafu kaa. Watu wengine wanashindwa hata kusifu kanisani kwa sababu mizigo mingi. Kwenye mikono ipo mizigo, hawezi wakapiga makofi. Kwenye mdomo mizigo ni mingi, kila mara ni mzigo. Tunaposema halo, wanajitahidi kuhamasisha, ndio maana tutaacha kuhamasisha kusifu watu. Mmesikia watoto wangu? Tutaacha, wanatuchosha, wamechoka. Sasa sisi tutaacha eti mbona mizigo nini? Bwana mseme angalau bila. Alafu bila kujua tumevaa tasali. Tunawaacha. Tutakuwa tunaconcentrate wenyewe. Kwa sababu unajua kila mmoja anakuja na tunamwambia Yesu anasema yete amengangania. Sabani tupige tusifu. Anaona atasifu, atainuacha mikono wakati mzigo ni mzito ndani yake. Kusema kuabudu yeye cha kwanza tu kusema kuabudu ndio wakati wa kukaa. Anaanza kuangalia asema wenzangu hawana mizigo. Kwa bali kwamba mbona huyu anasifu sana? Mwenzetu naona apitie nini? Wote tunapitia ndugu yangu. Kila mmoja hapa ana mzigo wake. Au asema amen kama ni sawa. Kila mmoja hapa ana kanjia yake. Sasa tunapokuja kumsifu Mungu, usione amesimama nani huyu Emmanuel na kanani kake, unasema ila mzee huyu naona mwenzetu hana mizigo kabisa. Anamsifu Yahweh katikati ya yote. Ndio maana watu baada ya kuchoka na mizigo wanaanza kumgomea Mungu. Siombi, simsifu, sisomi neno, siendi kanisani. Endelea. Unawaziria watu. Siendi kwenye mazoezi kama ni mwanaluachi. Siendi, nimechoka. Mizigo ni mingi. Wananisema utasemwa tu mpaka Yesu aje. Hauwezi ukazuia watu ukawaweka blast hapa. Nakwambia. Ila tu lazima ujue namna ya kuwa juu ya wanachokisema. Hauwezi ukazuia watu wasikuseme. Unajua maisha duniani hapa bwana. Ukivaa tai vizuri wasema naye katai kazuri lakini kangekuwa kapanda kidogo. Watatafuta pa kusemea. Alafu amesema umenanza lakini pale ingekuwa hivi. Watasema tu. Nimesema mpaka Yesu aje. Ila lazima ujue namna ya kuwa juu ya kile wanachokisema. Yasio kuhusu yaweke pembeni. Kwa nini umie watu wanasema wewe ni nyani? Unaweza kuwa bibi ni nyani. Kwani kweli ni nyani? Wangapi wanapona hapa? Kwani wewe ni nyani? Yani mimi, yani kabisa ameniandika message. Unaenda kwa mwenzako. Kwa akili zako kabisa. Eti andika. Ameniandikia wewe oi ni nyani. Tena sokwe. Alafu natoka hapo naanza kulia. Mimi nadia. Alafu aliyekuandikia ni shosti. Yani ni mtu ambao mimi ni nyani, mimi ni nyani. Unapoanza tu kutafakari vile ambavyo haupo utakuwa. Mimi ni nyani, mimi. Unaanza mimi ni nyani, mimi. Kitakachofuata utaenda kwenye kioo. Kuna watu wanateseka na vitu ambavyo tungeviignore kabisa. Unaenda kwenye kioo, hivi mimi ni nyani? Mwishoni utaanza kucheki jeni na mkia. Kwa sababu unachokitafakari kinaanza kuumbika. Huyu ni mwizi. Kwa nini nianze kuhangaika kama sio mwizi? Atakaye polisi wakiingia kwenye daladala.
hata kama sio kama wameingia kwamba wamkamate mtu, mwizi mule ataanza atafikiri yeye ndiye amefuatwa. Kumbe huyu polisi anatoka tu kituo hiki ashuka kituo kingine. Ila sasa kwa sababu amesomea saikolojia, umeona, atahisi polisi. Atajua tu kama jamaa huyu naona ni mwizi nini. Kwa nini tuumie vile ambavyo sivyo? Wewe ni mbaya. Yaani mimi ni mbaya. Alafu naanza kuongeza vitu vya kujibadilisha. Wewe nani kakwambia? Mizigo na kulemewa. Sasa tunataka tupumzike. Tuna dakika 45. Hakuna dakika, mwambie mwenzako dakika 45. Utatafuta mwenyewe kama utagaragara chini, kama utapiga magoti, lakini niacho kama utaomba shauri yako, baki na mzigo yako. Wenzako tunaanza mwendo wa kupeleka kwa Yesu. Sema amen. Sema amen. Kama utaona imechosha, chukua begi lako. Lakini saa hizi ni saa 6 kasorobo. Manake saa 6:30. Saa 6:30 nitasema amina. Kama utakaa kimya, hakuna atakaye kuhamasisha. Mnatuchosha saa zingine. Mzigo ni wa kwako, alafu nataka mtu anasema wamekuletea chakula kula, alafu naanza kumlazimisha mtu kula. Chakula kiko mbele yake, ana akili zake timamu kabisa. Chakula mapochopocho yako ndani. Alafu naanza kula. Nakwambia hakuna atakayefanya hivi. Usipoomba. Wangapi bado wananipenda hapa? Usipoomba hakuna na mimi mwenyewe nitaweka